vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama, na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, myapuuze, kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wetu wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Kwa mantiki hiyo, yafuatayo ni maelekezo kwa wenzetu wote katika mkoa wetu. Namba moja, wenye viti wa serikali za mitaa kwa kusaidiana uongozi wa mitaa yao kwa kushirikiana na sungusungu ama katika ulinzi shirikishi, wafanye hivyo katika kulinda miundombinu ya TANESCO, ya DAWASA, ya barabara, ya TANROADS, ya TARURA, pamoja na maeneo mengine yote pale ambapo patahitajika kufanya hivyo. Lakini jambo la pili, barabara zote za mwendokasi. Imekuwa ni tabia kawaida kwa baadhi ya wenzetu kutumia barabara hizo kinyume na utaratibu. Natoa rai ya kwamba kwa siku hizi zote ambazo tumebakiwa nazo, mtu yeyote ambaye hana haki ya kupita katika barabara hizo asipite kwenye barabara hizo. Viachiwe vyombo vya usafiri wa mabasi yaendayo kwa kasi vitumie njia hizo, na kama kutakuwa kuna jambo lolote la dharura, iwe ni rahisi vyombo vyetu vya dola kufika kwenye dharura hiyo na kuweza kutoa huduma pale ambapo inahitajika. Kwa kuwa imetangazwa kwamba tarehe 29 ni siku ambayo watu watumie kwenda kupiga kura, kwa maana kwamba inakuwa ni kama public holiday, basi Watanzania tusipuuze haki hiyo, twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Na tukishapiga kura zetu, tusubiri matokeo ya kura tuliyoipiga ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu washindi walioshinda katika mchakato huo. Na baada ya kusema haya, ni washukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Kulia kwangu ni Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam, na kushoto kwangu ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ilala, na nyuma yangu ni Kamati ya Usalama ya Mkoa wa Dar es Salaam. Sisi sote tukiwakilisha mashinari za kiserikali zinazofanya kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa kuwakilisha wenzetu wote. Tumeona tuitane siku hii ya leo kama sehemu ya kawaida ya mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vyake kuzungumza na Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuhusu maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wetu kwa ujumla wake. Mnafahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tumetoka mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha
inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura. Lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia. Kwa maana kwamba vituo vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja. Na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vilivyotumika kujiandikishia.